Pandevu asipimwe na mechi dhidi ya Isingizini, mpeni game 3 za ligi kuu. Ni maneno ya JJ Msabaha ambapo ameweza kutoa maoni yake kwa kudai kwamba meneja mpya wa Simba Dimitar Pandevu amekuwa akipokea maua mengi sana baada ya mchezo wake wa kwanza wa kimashindano dhidi ya Isingizini Hotspurs katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, timu hiyo kutokea Eswatini. Kwa mjibu wa JJ Msabaha, anasema naheshimu mchezo wa mpira wa miguu, ila na waona Isingizini Hotspurs ni wapinzani wepesi, hasa kwa ukubwa wa Simba Sport Club katika michuano ya kimataifa. Kipimo halisi cha mabadiliko ya kiufundi, kuimarika kwa timu na wachezaji, kupokea na kutafsiri kwa usahihi maelekezo na falsafa ya mwalimu. Tunaeleza kukinoa katika michezo mitatu ya kwanza ya meneja Dimitar Pandevu katika ligi kuu ya Tanzania bara, michezo ambayo itamfanya aonekane kweli amechokifanya ni sahihi au kuna kitu bado wachezaji hakipo sawa, kama amebadilisha timu au maelekezo yake yanaenda sawa. Kwa mjibu wa Msabaha, anasema kwamba michezo ambayo inafuata kwenye ligi Simba ambayo atacheza ndio ambayo inaweza kuwa kipimo sahihi kwa kocha kwa meneja Dimitar Pandevu, huku akidai kwamba mchezo kati ya Simba pamoja na TRA United FC ambao Simba atakuwa ugenini, huo mchezo utafanyika Oktoba 30, unaweza kuwa ni kipimo sahihi zaidi kwa Simba kwa kuwa atakuwa ugenini, lakini wachezaji wanaweza kuonekana kwamba wanapokea yale maelekezo ambayo anatoa mwalimu na falsafa zake zinaweza kuwa zinaelezeka kwenye mechi kama hizo. Lakini pia mchezo kati ya Simba na Azam FC ambapo Simba atakuwa nyumbani na mchezo utafanyika Novemba 2. Huu mchezo unaweza kuwa ni wa muhimu zaidi kumpima kwa meneja Dimitar Pandevu kwa kuwa Azam ni wapinzani sana wa klabu ya Simba. Hivyo tutaona mengi ambayo Pandevu ameweza kuyabadilisha. Lakini mchezo wa mwisho ni kati ya Simba na JKT Tanzania ambapo mchezo huo Simba atakuwa ugenini na atacheza Novemba 5 kwenye uwanja wa Meja Isamuhyo, ambao hapo tutamuona Simba Sport Club na meneja Dimitar Pandevu uwezo wao na falsafa ambazo wameweza kuzibadilisha.